Anwani ya khutba yetu ya leo, kichwa chake cha habari kinatuambia tabia hii inanyoa dini yote ya mtu. Allahu akbar, subhanallah. Ni tabia gani sasa ambayo inanyoa kabisa dini yote ya mtu? Na hapa hatusemi ya kuwa inapunguza dini ya mtu wala inashusha dini ya mtu, bali tabia hii inafyeka kabisa, inanyoa kabisa, inaondoa kabisa dini yote ya mtu. Na bila ya kupoteza muda, tabia ambayo ukiwa nayo ndugu yangu Muislamu, ukaye ukifahamu ya kuwa dini huna hata chembe, dini yako yote imekwisha nyolewa, imekwisha ondolewa, imekwisha fyekwa. Na tabia hii nayo ni tabia ya chuki. Tabia ya chuki, ndugu zangu, ni gonjwa baya sana, ni gonjwa lililoenea kwa jamii ya Kiislamu kwa asilimia kubwa. Hata wenye dini, wenye kuswali sala tano, walioshikamana na dini kwa ujumla, waliojipamba kufuata Qur'ani na Sunna, lakini hukosi katika nafsi zao chuki binafsi dhidi ya wenzao. Nasikiliza Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam namna anavyotuelezea gonjwa hili ambalo Waislamu tumelirithi kutoka kwa Mayahudi na Manasara. Twende katika Jami'u Tirmidhi, hadithi nambari 2038, hadithi ya Az-Zubair ibn al-Awwam أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ونمتم محمد صلى الله عليه وسلم أمسيما: دب إليكم داء الأمم قبلكم. Tayari yamekwisha jipenyeza kwenu magonjwa ya nyumati zilizopita. Tayari mmekwisha athirika na magonjwa ya nyumati zilizopita. Hii maana yake haya magonjwa hayakuwa ya kwetu sisi, ni waambukizwa tu. Tumeambukizwa na sisi ndio tumekuwa waathirika wakubwa wa magonjwa haya kuliko hata Mayahudi na Manasara waliotuambukiza. Bwana Mtume anasema magonjwa mlioambukizwa na Mayahudi na Manasara ni magonjwa mawili. Alhasadu, gonjwa la kwanza ni gonjwa la hasad. Na hasad maana yake tamanni zawali ni'mati ala akhik, ni mtu kutamani mwenzako aharibikiwe, mwenzako aondokewe na neema alizompa. Kibiashara afilisike, adondoke. Kidunia aharibikiwe, kidini aharibikiwe. Ikiwa una tabia hiyo, unatamani watu waharibikiwe, wasifanikiwe, wasipige hatua, wasipate neema za Allah, hakika wewe ni mgonjwa wa gonjwa la hasad. Kisha Bwana Mtume akasema gonjwa la pili, walbaghdha, gonjwa la chuki binafsi. Allahu akbar. Magonjwa haya leo, laiti kungelikuwa na kifaa cha kupima kama kile cha malaria au cha sukari au cha presha, kikaletwa humu ndani hicho kifaa tukapimwa, huenda mimi mzungumzaji nimeathirika na wewe muumini wangu ndo uko ICU kabisa. Subhanallah. Kisha Bwana Mtume akaja kuidadavua, akaja kuichambua gonjwa la chuki, akasema walbaghdau hiya alham
haliqa, na gonjwa la chuki. Mtu nafsi yake imejaa chuki dhidi ya wenzake. Majirani anawachukia, wafanyabiashara wenzake anawachukia, waumini wenzake anawachukia. Bwana Mtume anasema hiya alhaliqa, na tabia ya chuki mtu kuwa nayo moyoni mwake. Mimi Muhammad nasema hiya alhaliqa, tabia ya chuki ni kinyozi. Subhanallah. Kisha alivyokuwa Bwana Mtume ni fundi, mwalimu, mfasaha, akatuambia la aqulu tahliqu ash-sha'r walakin tahliqu ad-din. Sisemi ya kuwa kinyozi hiki, kifaa hiki kinanyoa nywele za mtu, lakini kinanyoa dini yote ya mtu. Ni bora kiwembe, ni bora mashine ya kunyoa, ni bora kinyozi wa salon anakunyoa vile unavyotaka wewe. Punguza anapunguza, fanya za wastani atafanya za wastani, piga upara anapiga upara. Bwana Mtume anasema kifaa hiki kinachonyoa kipi? Chuki binafsi ni kifaa, ni kinyozi. Sisemi kinanyoa nywele za mtu, sisemi kinyozi huyu ananyoa nywele za mtu, lakini ananyoa dini nzima ya mtu. Ni bora unyolewe nywele zako zote, ndugu zangu, zitakuja kuota. Dini yako ikishanyolewa hauna chochote tena mbele ya Allah, utakuwa wewe ni 0 bin 0. Kishki TV, nuru ya dini yako.